vijana ambao walisoma masuala ya udaktari, mmewaona wenyewe kwa macho yenu kwamba wamekosa ajira, lakini wakawa na kiwango kidogo cha fedha, wameanza kuanzisha zahanati ya kuweza kutoa huduma kwa wananchi. Kwa hiyo ni jambo la kuigwa kwamba hawakuweza kusema kwamba tumesoma udaktari tumekosa ajira, tuendelee kutembea na vyeti vyetu barabarani au tuende kuajiriwa, lakini wameamua kufanya nini? Kujiajiri wenyewe, lakini pia wameweza kuajiri watu wengine. Venance Kaiser ni mwenyekiti wa kikundi cha vijana Mjore Group ambacho kiko kata ya Kawawa, kitongoji cha Msongora. Kikundi chetu cha vijana tunajishughulisha na utoaji wa huduma za afya kwa ngazi ya jamii kwa jamii ya Msongora, yani kata ya Kawawa, kitongoji cha Msongora, lakini pia tunatoa pia huduma nje na kata ya Msongora, lakini pia katika halmashauri pia tunatoa huduma mpaka nje na halmashauri yetu ya Kibaha vijijini. Tunapenda kuwakaribisha zaidi wananchi wa kata ya Kawawa, lakini pia kuwashukuru sana wananchi wa kata ya Kawawa kwa kuendelea kutuamini kwa huduma ambazo sisi tunaendelea kuzitoa katika kata yetu ya Kawawa. Sisi ni vijana ambao tuliungana wataalamu wa afya tukiwa vijana watano. Katika watano wale kuna wa kiume ni watatu na wa kike wawili. Kikundi hiki kina wataalamu wa afya mbalimbali. Kuna clinician, lakini pia kuna wataalamu wa maabara, kuna manesi. Tumeungana hivyo kwa ajili ya kusongesha gurudumu la utoaji wa afya, kuunga mkono juhudi za serikali za kuokoa maisha ya Watanzania ili kusudi shughuli za maendeleo zisikwame katika jamii yetu. Tuko hapa toka mwaka 2023 ambapo tulijiunga kama sisi vijana katika mwaka huo, na tulipata usajili wa kudumu kupitia wizara yetu pendwa kabisa, Wizara ya Afya, ambayo sasa iko chini ya Mheshimiwa Waziri wa Afya Mheshimiwa Mchengerwa. Tulipata usajili toka mwaka 2023 mwezi wa 3 tarehe 27. Kikundi chetu, mradi wetu ulipata usajili muda huo. 2024 tulipata bahati, baada ya kupata kujiunga kama sisi vijana, tulipata nafasi au fursa ya kupata mkopo wa 10% ya mapato ya halmashauri. Tulipokea kiasi cha milioni 30 ambacho kilituwezesha ununuzi wa mashine mbalimbali ikiwemo mashine ya uchakataji wa sampuli kwa ujumla ambayo ni full blood picture mashine, lakini pia tulipata urine analyzer mashine, tukapata pia chemistry analyzer mashine, na tukanunua madawa ya kutosha kwa ajili ya huduma zetu zisiendelee kukwama. Tunatambua kwamba muhimili wa kituo au muhimili wa utoaji wa huduma ya afya ni pamoja na uwepo wa dawa. Kwa hiyo mkopo ule ulisaidia kwa nyanja hizo, na hatimaye kutokea hapo basi shughuli zetu au huduma zetu ziliimarika zaidi toka mwaka huo. Mpango wetu au malengo yetu kama sisi vijana wa kikundi cha Mjore Group ambacho kiko kata ya Msongora, kata ya Kawawa, kitongoji cha Msongora, malengo yetu makubwa kabisa ni kutoka ngazi ya zahanati kisha kuingia ngazi ya kituo cha afya, lakini isitoshe pia tuna shauku kubwa sana ya kufika level ya juu, hatimaye kuwa hospitali kwa mradi wetu wa Mjore Dispensary. Katika uwezeshwaji wa mkopo ya awamu iliyopita, basi sasa jicho letu ambalo sasa linalenga kwa malengo ambayo yapo kwa hatua ambayo inayofuata kama ndoto zetu vijana, kuendelea kupanua huduma yetu ya afya kwa mradi wetu wa Mjore Dispensary mpaka kufika level ya juu kama nilivyotaja awali. Taifa letu linategemea vijana. Vijana tunategemea kwa mambo mengi, kwa maendeleo ya nchi. Kwa hiyo tuamke vijana kwa ajili ya kuchangamkia hizo fursa. Nisiwe mchoyo wa fadhila, nitoe shukrani zangu kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ameweza kuliratibu zoezi hili vizuri kwa ukaribu mkubwa kabisa,
kwa ajili ya kuwawezesha vijana. Nakushukuru sana mama yangu, tunakushukuru sana kama sisi vijana wa kikundi cha Mjore Dispensary, Mjore Group ambacho kiko kata ya Kawawa, kitongoji cha Msongora, Kibaha vijijini. Nisiwe mchoyo wa fadhila nisipomshukuru Mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa kuendelea kusimamia maelekezo yako Mheshimiwa Rais. Tunawashukuru sana viongozi wetu. Tunawashukuru sana Mwenyezi Mungu aendelee pia kuwalinda katika majukumu yao ambayo tunakabidhi wewe kwa utashi wako. Mheshimiwa Rais, nisiwe mchoyo wa fadhila sana bila kumzungumzia mkurugenzi wetu ambaye Bi Eda kwa kutuwezesha na kutuamini katika maono yako ya kuwasaidia vijana, kuwakwamua vijana kwa utaratibu mzuri kabisa wa mkopo wa 10% ya mapato ya halmashauri. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Bi Eda ambaye ametuwezesha kwa kupata kiwango cha kwanza kama nikitaja milioni 30 ambayo tuwezesha kwa mambo mengi katika upanuzi wa kupata mashine za kuendelea kupanua huduma ya afya kwa nyanja za vipimo. Lakini pia ametuamini tena awamu ya pili akatukabidhi milioni 30 kwa ajili ya kupanua tena wigo wa utoaji wa huduma. Hivyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Bi Eda, mkurugenzi wa halmashauri ya Kibaha vijijini. Nitoe shukrani zangu za dhati kabisa kwa maafisa maendeleo wote, DCDO na timu yake nzima kwa kuendelea kutuamini sisi vijana wa kikundi cha Mjore Group, kutuwezesha, kutupa taratibu nzima na kutupa miongozo mizuri, wapi tupite, wapi tuelekee na kipi tufanye kwa ajili ya kujikwamua au kuliendeleza gurudumu la utoaji wa huduma nzuri katika jamii. Lakini pia kuna ngazi ya kata, maafisa maendeleo kata wote halmashauri ya Kibaha vijijini. Napenda nitoe shukrani zangu za dhati kwenu kwa ushirikiano mkubwa, kwa mapokeo mazuri, kwa maelekezo mazuri ya kutupa taratibu kwamba piteni hapa, fanya hiki, fanya kile. Na ndio wito wangu mkubwa sana kwa vijana, kwani katika kutuelekeza kule tumejifunza vingi, na ndio maana nawaita vijana wenzangu waje kwa ajili ya kujifunza, ambao hawajawahi kusikia kabisa, basi wasikie sauti hii kwamba sisi vijana wenzao tunawaita waje wapate ABC kuhusiana na mikopo ya 10% ya halmashauri. Lakini pia vile kwa kutumia teknolojia ambayo tunayo au mambo ya kidijitali ambayo yapo, so far tutakuwa na platform ya vijana, ambapo platform ya vijana itakuwa ni sehemu pia ya kujifunza ndani ya halmashauri, lakini pia kujifunza nje ya halmashauri. Mheshimiwa Waziri wa Vijana ameweza kuzindua kwa kitaifa platform ya vijana kitaifa, lakini sisi pia tunaenda kufungua platform ya vijana wa Kibaha. Kwa hiyo itakuwa ni sehemu yao nzuri ya kujifunza, lakini pia ya kuelewa zaidi masuala ya kiteknolojia. Kwa majina naitwa Ramadhani Idris Saidi, mwenyekiti wa kikundi cha useremala Magindu Group. Tumepata mikopo ya 10% ya halmashauri ya 10%. Shilingi tupo watu 5. Tumepata milioni 10 na tupo mwishoni wa marejesho hadi sasa hivi. Kikundi chetu kama unavyokiona tumepata mashine hapa kidogo, japo kidogo tulichopata tunashukuru, lakini tunaomba kama tupo mwishoni wa marejesho, tukishamaliza hizi tupate zaidi ya kile, ili mradi tupate kuendelea zaidi ya hapa tulipofikia. Kwa majina naitwa Nelson Chrysostom Pancras, mwenyekiti kikundi cha Nyendo. Kikundi chetu kimefanikiwa kuajiri vijana ambao ni wapo 17 mpaka sasa, ambao wanatafuta riziki kwa ajili ya kuendesha familia zao. Hivyo sisi kama taasisi ya kikundi cha Nyendo tunahakikisha nayo jamii na yenyewe inanufaika kupitia kikundi chetu kwa kuwapa ajira kama hizo. Mimi kwa jina langu Juma Salum Semindu kutoka Mpiji Station kata ya Boko. Nashukuru sana Nyendo kunitolea pikipiki. Hii ndo kama ajira yangu. Nashukuru sana. Mpaka leo ninayo. Nimemaliza salama. Salimini. Tunategemea halmashauri wanapotuwezesha sisi kama kikundi, na wao sisi tunaenda kutoa ajira kwa vijana wenzetu ili tuweze kujiinua kiuchumi na kila mmoja apate riziki. Vikundi vina maslahi kubwa katika taifa letu, na wasihi sana vijana wajikusanye,
wajitengeneze vikundi waweze kupata fursa za mikopo. Wakishapata fursa za mikopo wanaweza kujiendeleza kiuchumi. Wakishajiendeleza kiuchumi tayari wanajiepusha kwenye masuala ya uhalifu, masuala ya siyoeleweka ndani ya taifa letu, na tunaamini kwamba taifa lenye uchumi ndo vijana wakishakuwa na uchumi ndo wanatengeneza taifa lililo bora. Hivyo tunawasihi vijana wenzetu waweze kujiorganize, watengeneze vikundi ili waweze kuchukua mikopo halmashauri, waweze kujiendeleza yani wajiendeleze tu katika uchumi wao ili waepukane kufanya vitendo ambavyo havistahiki ndani ya jamii. Pia napenda kumshukuru Mheshimiwa Rais, mama yetu kipenzi, Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuidhinisha mikopo hii sisi kwa vijana. Na kweli imetufikia. Tunamshukuru, tunakushukuru sana. Pia naomba nimshukuru mkuu wa wilaya Nixon John aliyeweza naye kuidhinisha kitu kiweze kutufikia sisi vijana. Pia naomba kumshukuru mbunge wetu Hamudi Abu Juma, na pia naomba nimshukuru pia tena kwa sana mkurugenzi mtendaji Regina Bieda, mama yangu mpenda. Pia nipende pia kumshukuru mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii. Wote hao kwa ushirikiano wao wameweza kutuwezesha sisi kufikia hapa tulipo, kupata mikopo kwa rahisi kabisa. Na mengi kabisa nishukuru wote ambao walishirikiana katika sisi kuweza kufanikiwa lengo letu, na tulivyoomba kweli walitikia wito na kutupatia mkopo. Asante. Kwa kipekee nichukue fursa kwanza kuweza kumshukuru mama yetu mpenzi Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kuona makundi haya ambayo hayawezi kukopesheka kwenye taasisi zetu za kibenki ambazo zina masharti makubwa, kuweza kwanza kuachilia hii mikopo ya 10%, kwa sababu nakumbuka kwamba hii mikopo ilikuwa imefungwa haitolewi, lakini baada ya kuona na kuita timu mbalimbali kuweza kuchakata na kuweza kutoa kanuni na mwongozo wa utoaji wa mikopo ya 10% kwa makundi ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Pia napenda kuwashukuru viongozi wote kuanzia ngazi ya mkoa, wilaya hadi halmashauri ambapo ni mkurugenzi wetu, wameweza kusimamia au kuweza kutekeleza masuala yote ambayo yanahusu makundi maalum ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, na umekuwa mstari wa mbele sana kuweza kutenga hizi fedha za 10% ya mapato ya ndani za halmashauri kuweza kuwawezesha vijana, wanawake pamoja na watu wenye ulemavu kuweza kusaidia katika shughuli za uzalishaji mali. Ninaamini tutapata vijana cream na vijana bora sana hii mikopo ikiendelea kutolewa, lakini pia kuweza kujifunza kutokana kwa watu waliofanikiwa. Kwa mfano, ukiangalia Amina kuanzisha kilimo cha mboga mboga katika kijiji cha Rukenge. Kwa hiyo ni mfano mzuri wa kuiga kwamba wanawake wanaweza kufanya shughuli mbalimbali, hawachagui kazi, na anaweza akakaa sehemu yoyote, mathalani ameona fursa. Kwa hiyo hii ni fursa nzuri kwa vijana na iwe chachu kwa vijana wengine kuweza kujifunza kutoka kwa hawa vijana waliofanikiwa. Na huu naamini utakuwa ni mwanzo mzuri, kwa sababu tunaamini vijana ni taifa la sasa.